Kwa habari za entertainment, sports, politics, usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know what you need. Lakini pia tuambie kwako kwenye huduma ilikuwaje kwa mwaka 2025 wakati tunajipanga kuelekea kwa mwaka 2026. Amen. Mungu awabariki watu wote, na ni maombi yangu kwamba tunavyojiandaa kumaliza mwaka 2025 Mungu akupe neema ya kufanya vizuri mwaka ujao. Binafsi 2025 umekuwa ni mwaka ambao umekuja na mambo mengi. Mwaka ambao umekuja na mengine yana furaha, mengine yana huzuni. Lakini Mungu alitupa neema ya kuweza kujua mwaka huu tukiwa kwenye majira kama haya ya mwaka 2024. Tulipata, kwa wale ambao wanafuatilia huduma ambayo naifanya, tulipata neema kujua mambo mengi sana kupitia neno la kinabii. Nitabiri mambo mengi ambayo yanaenda kutokea mwaka 2025. Nitabiri kwa habari ya kuna siku internet itakatika, kote kutakuwa kuna internet na tutakuwa kama miaka ya zamani. Hakuna aliyeweza kunielewa na watu wengine wakabeza, lakini uliona aliyotokea mwezi wa 10 na kukawa kuna internet. Nitabiri maandamano Kenya, Tanzania. Nitabiri kwa habari ya ajali za ndege. Nitabiri kwa habari ya kuanza kwa mchakato wa kupatikana kwa dawa ya HIV, na tumeona dawa ya HIV na kansa zimepatikana, matibabu yake yamepatikana nchini Korea na baadhi ya mataifa mengine. Nitabiri mambo mengi ikiwemo vita kati ya Rwanda na Kongo, jinsi ambavyo Rais Kagame na Rais wa Kongo watakuwa wamekaa pamoja. Nitabiri kwa habari ya fedha yetu kuongezeka thamani na mengine mengi. Nitabiri mengi wa mkuu wa mkoa ambaye atachaguliwa, ataacha kuwa mkoa na kuwa mbunge, alafu baadaye atakuwa waziri. Nafikiri umeona mambo mengi na mengine mengi. Unaweza ukarudi kwenye video mwaka jana ukaangalia hizo nabii ambazo zilitabiriwa. Lakini katika yote juu yote, Mungu, maandiko yanasema kitabu cha Amos 3:7, Mungu hawezi kufanya jambo lote chini jua pasipo kuwafunulia watumishi wake manabii. Kwa hiyo tukiwa katika kipindi hiki tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante. Kuna nguvu ya kushukuru. Yale yote yaliokuja kama mabaya, yako ambayo yanakuja kama mabaya lakini na makusudi, na yako ambayo yalikuja kama mazuri lakini yakawa na mwisho mbaya. Kwa mwaka huu umeisha na zimebaki dakika chache, siku chache tuweze kumaliza. Usijilaumu kwa yale ambayo umepitia, kwa sababu hata ukibaki kwenye huzuni uwezo ukabadilisha wakati uliopita, ila una uwezo wa kutengeneza kwa ajili ya wakati ujao. Nikutie moyo wewe unayefanya biashara, wewe unayetafuta, wewe uliajiriwa, wanafunzi, watu wote. Mungu akupe nguvu unavomaliza mwaka. Usimalize mwaka kwa huzuni, maana ukimaliza mwaka na huzuni utaanza mwaka na huzuni. Katika ulimwengu wa roho unahitaji nguvu mpya. Mungu akupe nguvu mpya ya kuanza mwaka ujao vizuri. Lakini pia mwaka huu ninatoa fursa pia, tutakuwa tuna neema ya kumsikia Mungu anaenda kufanya nini kwa habari ya mwaka ujao. Yako mambo mengi ambayo Mungu anaenda kuyafanya ndani ya mwaka 2026. Mungu sio mchoyo. Huwa wa kwanza kujua. Maandiko yanasema katika kitabu cha Yeremia 33:3, niite nami nitaitika, nitakuonesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Wakati huu ni muhimu Mungu akuoneshe nini unatakiwa kufanya mwaka ujao. Wewe mwenye personal, nini unatakiwa kufanya? Hiyo kwa habari ya mahusiano, kwa habari ya biashara, sehemu gani sahihi ya kuweza kuwekeza. Hata kama hujui kuomba, kuna namna rahisi ukiombewa Mungu anaweza kufunulia. Hata kama wewe sio mtu wa imani, Mungu anaweza kuonesha hata kwa ndoto, ukajua ni nini cha kufanya, watu gani sahihi ambao sio sahihi wa kuambatana nao au kuto kuambatana nao. Wengine mwaka huu umekuwa na disappointment kwa sababu ya mazingira ama watu waliokuwa nao hawakuwa sahihi. Lakini jambo la pili, tunaenda tena kumsikia Mungu kwa habari ya mwaka ujao. Yako mambo mengi Mungu amesha yafunua kwa ajili ya mwaka 2026 ambayo tutaanza kujua na siku ya mkesha kuvuka mwaka ambao ni tarehe 31 kwenye usiku wa kuvuka na nguvu mpya.
Tunaenda kujua mambo mengi ambayo yanaenda kutokea mwaka 2026. Kuwa wa kwanza kuyajua. Yako mengi sana ambayo Mungu anaenda kuyafanya. Jambo mojawapo ambalo ni very amazing. Mungu anaenda kuachilia neema kwa vijana. Mungu anaenda kuachilia neema kwa vijana, na neema mojawapo ambayo anaenda kuachilia mwaka ujao, utashuhudia vijana wengi sana wanaenda kuwa mabilionea. Kuna neema Mungu amewaridhia vijana, anaenda kuinua, na kwa mara ya kwanza utamwona kijana anaingia kwenye top 10 ya mabilionea worldwide. So ni maombi yangu katika vijana ambao wanaenda kuwa mabilionea, ambao mlango umefunguka duniani kote. Na hata hapa nchini utaona watu wanakwenda kuwa mabilionea katika umri mdogo. Kwa mara ya kwanza utashuhudia nchini bilionea mwenye umri wa miaka 12, miaka 10, miaka 19, miaka 20. Watu wakiwa bado vijana, wengine wakiwa bado wadogo sana. There is a power. Kuna malaika ambaye anatembea kuigusa dunia wakati huu. Vijana ni wakati vijana wanaenda kuown vitu ambavyo watu wengine watafuta kwa miaka mingi sana, ambayo walikuwa wameshindwa kuvipata. Watafuta kwa miaka 60. Kwa mara kwanza utaona vijana wanaenda kuown. Kwa ni neno langu kwa kila kijana unanisikia, whether uko Tanzania ama nje ya Tanzania, malango ya mbingu yamefunguka kwa ajili ya vijana. Nini ufanye? Neno likitoka utakiwa kukaa. Neno likitoka unatakiwa uanze sasa kujibidisha. Mungu hawezi kumwacha mtu mwenye bidii. Kumbuka Biblia inasema katika kitabu cha Mithali, see thou a man who is diligent in his business shall stand before kings. Je, umemwona mtu mwenye bidii katika kazi yake? Atasimama mbele ya wafalme, hatasimama mbele ya watu wasiokuwa na cheo. Jiandae kijana, ili neno ni la kwako, na kama unaamini basi lipokee na uamini kabisa, na tarehe kama leo tutakutana as a billionaires in dollars, not in shillings. God bless you. Sawa. Na Rais Kagame na Rais wa Kongo watakuwa wamekaa pamoja. Nitabiri kwa habari ya fedha yetu kuongezeka thamani na mengine mengi. Nitabiri mengi. Mkuu wa mkoa ambaye atachaguliwa, ataacha kuwa mkoa na kuwa mbunge, alafu baadaye atakuwa waziri. Nafikiri umeona mambo mengi na mengine mengi. Unaweza ukarudi kwenye video mwaka jana ukaangalia hizo nabii ambazo zilitabiriwa. Lakini katika yote juu yote, Mungu, maandiko yanasema kitabu cha Amos 3:7, Mungu hawezi kufanya jambo lote chini jua pasipo kuwafunulia watumishi wake manabii. Kwa hiyo tukiwa katika kipindi hiki tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante. Kuna nguvu ya kushukuru. Yale yote yalikuja kama mabaya, yako ambayo yanakuja kama mabaya lakini na makusudi, na yako ambayo yalikuja kama mazuri lakini yakawa na mwisho mbaya. Kwa mwaka huu umeisha na zimebaki dakika chache, siku chache tuweze kumaliza. Usijilaumu kwa yale ambayo umepitia, kwa sababu hata ukibaki kwenye huzuni uwezo ukabadilisha wakati uliopita, ila una uwezo wa kutengeneza kwa ajili ya wakati ujao. Nikutie moyo wewe unayefanya biashara, wewe unayetafuta, wewe uliajiliwa, wanafunzi. Kwa habari za entertainment, sports, politics, usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know what you need.